ambapo siko na Mungu. Siku moja nikapewa nafasi ya kwenda kuhubiri kule. Ilikuwa wapi? Ilikuwa sijui wapi. Na kulikuwa kuna mulio kule Bagamoyo siku ya Jumatatu. Nikamwambia eti nampangia Mungu. Nikamwambia Mungu, nikiamka asubuhi, usipokuwa umeleta hela nikaachia watoto wangu, siende kwenye hiyo huduma. Mungu akasema haka kajamaa kapumbavu kweli, ngoja nikaonyeshe. Inafika asubuhi naangalia hakuna hata hela iliyokuja. Nikamwambia Mungu, sasa kati ya wewe na mimi tuko moani. Nikatoka nikaenda kuchukua furushi langu, tulikuwa tunaweka pale Manzese, pale darajani, pale Pamaresa. Kuna babu mmoja alikuwa pale. Nikamwambia babu, fungua nichukue zigo langu. Huyo kwenye daladala mpaka Bagamoyo siku ya Jumatatu. Yaani watu wanapita wanaangalia hivi. Nawaambia unajua vile ni plastiki hivi vyangu ni ngozi kabisa, wanasema tuvitaki. Anachukua cha plastiki hivi naona anasema hivi Mungu wewe. Mimi nasema kweli. Yule anasema kiatu kizuri kutoka wapi? Waongo, wahuni. Kumbe ni plastiki ile kidogo, ukivaa siku 2-3 unakuta limechunika lote huko. Mimi vya kwangu ni ngozi kama hii. Naambia hii ndio ngozi, wanasema hicho hatukitaki. Yule jamaa anasema mlokole leo utakula jeuri yako. Nafika jioni sijauza hata kimoja. Mungu akaniambia kati ya wewe na mimi nani jeuri? Nikamwambia wewe, kwani wewe ni jeuri. Sasa lazima na huyu. Nikamwambia wenzangu sasa mlokole anazima na huyu. Bwana wewe tuwe kurudia Manzese kapewa. Afika huyo hapo, nikamwambia nimekwenda nimesota sina hata shilingi. Huyo miaka ya 90. Kwa nini nilikuwa natumia nguvu nyingi na akili nyingi? Nilipogundua hilo. Siku moja kuna kule kusini. Kipindi cha korosho. Nikamsimu muda mchache, lakini ukipeleka biashara unarudi lile ni saflet ulilobeba, sijui umebeba viatu, umebeba nguo, umebeba vyandarua, ukirudi umekafunga umeweka. Maana wa Makonde wakitaka kununua na kuja na familia yake yote. Vipima hapa ukipima. Saa zingine vikibana vikiwa mimi nikaacha hiyo tabia. Vikiwa havibani havikai vizuri na mwekea bonge la nailoni. Niwe sasa akifanya hivi namwambia unaona? Na ngoja aende akavue. Wewe utanidanganya, analipishia tani kama nikutumika tulitumika vizuri, wacha tumpige sasa na yeye. Mtu anakwenda mbele ya mtoto akibao anasema mbona kiatu kiko nikapu hivi? Mbona kule ilikuwa iko vizuri, nimemweka bonge la nailoni. Nikiona kwamba kinambana namtafutia kale nailoni kama condom, kanaingia vizuri tapu. Ngoja aende avae na soksi, utaona mtoto. Utaniambia nini rafiki yangu? Hapo mimi nayapikia. Nikaona wala si kitu. Bwana asifiwe. Niliporudi nikasema Mungu nitatumika. Akanisaidia huyu rafiki yangu huyu. Akaniambia unajua unapishana na Mungu. Tena wewe ndio unasababisha tuishi maisha magumu. Nikamwambia yani ni mimi tena, ananiambia wewe. Siku moja na mimi nikamtegea. Nimealikwa kwenda kongamano Mbeya. Namwambia hamna hata shilingi, hamna hata chakula. Sema nenda. Bwana nilipoondoka, mke wangu huko anasema watu walileta mchele. Blue band ulikuwa huleti, lakini watu walileta. Watu wakaleta. Asema na nyama zilikuja tukala nyama. Wewe tulikuwa tunakula dagaa nyama tu. Yaani kama si angekuwa hajaokoka angesema endelea kukaa huko. Gonga kwa hapa. Haya angesema ungekaa huko. Mungu analeta watu. Tunakula tunashiba. Niliporudi tu msikakatwa, mawasiliano kakatwa. Ninakwambia hivi, nilipogundua hiyo hali, nilisema nitamtumikia Mungu kwa hali zozote. Sasa nimalize kile ambacho kule Mtwara, kule Manyinyi, kule Kimazichana, si wapi huko, Mungu tukote huko na kama watu biti. Sasa siku moja tumepanga mkutano na mimi ndio naenda kuhubiri. Na katikati ya kale msimu kuuza. Yaani unakwenda dukani unachukua viatu. Mimi nilikuwa mwaminifu, ninakwenda tu kwa mfano hao wanaotengeneza viatu kama huyo hapo banana, huyo hapo banana. Nafika pale namwambia teremsha ile weka kwenye saflet. Hela nakuletea hela yako. Ananiambia sawa. Nikienda nikiuza napata faida kuliko yeye. Nakuja na mkeshi. Shika. Sasa ikatokea katikati hapo kamsimu
ambapo unauza. Nikafungasha mzigo wangu, nikasema kawekeni mzigo wangu store. Na jamaa mmoja anaitwa Taylor yuko pale Mlima wa Bwana kwa John Jeremia Bwana. Akaniambia wakati wa sijahamia Holiness, akaniambia Mbwambo, katikati ya kamsimu hapa ukirudi kameisha. Nikamwambia wacha kaisha, lakini ya kwangu itabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda akatoa shilingi wakati ule 1400 sijui. Ilikuwa nyingi sana mwaka wa 90. Akatoa 1400 akaniambia kwa moyo wako huo, maana wakati huo tayari alikuwa ameokoka. Kwa moyo wako huo na mimi nakuchangia ukale. Kamwambia umenichangia. Unaona? Anainua mtu hapo ananipa. Yaani sijaondoa mguu tayari wanaanza kunipa. Pigie Yesu makofi. Yaani wanaanza kuhama. Maana pesa ni za Mungu. Nikaondoka, nikaenda, nikarudi, kumbe nafasi yangu iko pale. Nikakuta tena nimepewa tena hela za kuongeza mtaji. Mtu mmoja akaja, akalete wakati ule 80,000 karibu laki, ananiambia hii hela yangu kaa nayo, fanyia biashara mpaka huko nitakapokuambia. Nikaenda nikaliongeza mzigo. Nikienda sokoni nikirudi, ninarudi na pesa. Wakati ule nikidume ndio nikavulana. Niko vizuri tu. Namwambia Makoi na ni Faustine Makoi, pesa hizi pelekee mama, mwambie hatuna kabati, aende pale Midizini akachukua kabati. Kweli si kweli? Kidogo hicho. Usikae yenyewe wewe unategemea mwanamke. Pelekee. Aniambia kwa sababu nimekuwa nimejilinganisha na Mungu. Akaona nimeolewa na mume hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ilipofikia Mungu kusema enough is enough, sitaki ufanye viatu. Nikienda sokoni halinunuliwa. Anarudi kwangu jauzio ananunuliwa. Akaniambia sasa basi. Sasa Mungu utakula nini? Nimekuambia basi. Sasa mimi kwa sababu ni mwaminifu nikawa nachukua viatu kule nampa Makoi. Namwambia tunaita parcel. Nibebe parcel. Yaani kifurushi ukaniuzie huko uniletee faida. Na kweli Makoi alikuwa ni mwaminifu. Usiku nakaa kule Nyanungu. Usiku kama saa 6 ndio amerudi, anatoka huko Bulioni. Anagonga kwenye dirisha. Baba. Ile viatu vyako raba zako 2 zimenunuliwa. Namwambia mke, unaona tutakula tu. Mwisho sasa hivi viatu nimesahau. Nikukua! Unakwenda utukufu hadi utukufu. Hali fulani bonga mama Daudi. Yaani siko Mungu anapotaka ushie hapo. Kuna mahali Mungu anataka uelekee. Leo hii mimi kama utanipa mimi naitwa mpaka kwenye mataifa sasa. Amen. Sema amina. Amen. Maana yangu na kufundisha kubanana na Mungu. Uwe mwaminifu tu. Hebu soma kitabu cha Misali 28 mstari wa 20.